Habari ya muda huu, nipende kukukaribisha kwenye kipindi chetu cha leo ambacho tutaenda kujifunza ugumba kwa mwanamume. Ugumba kwa mwanamume ni nini? Ugumba kwa mwanamume ni hali ambayo mwanaume anashindwa kumtungisha mimba aidha mke wake au mpenzi wake kwa kipindi cha kuanzia mwaka mmoja na zaidi, ili hali mwanaume huyu anashiriki tendo kikamilifu bila kinga ya aina yeyote. Kwa hiyo mwanaume ambaye anashiriki tendo na mkewe na mpenzi wake na anatamani kupata mtoto kwa muda zaidi ya mwaka mmoja na kuendelea na hapati mtoto, anashindwa kumtungisha mwenzi wake mimba, huyu tunamuita ni mgumba. Na kitakwimu, tatizo hili la ugumba, mwanamume anachangia 50% ya hili tatizo la ugumba kidunia, na hili ni kutokana na takwimu ambazo zimetolewa na shirika la afya duniani na vyanzo vingine tofauti vya kuaminika. Lakini tukimwangalia mwanamke na mwanamume, sababu tukiangalia asilimia za kusababisha ugumba, tunakuta wamegawana asilimia pasu kwa pasu, kwamba huyu ana asilimia 50 za kusababisha ugumba na huyu ana asilimia 50. Lakini tukija kwenye ndoa kati ya mke na mume, unakuta mwanamume ana asilimia 35 za kusababisha ugumba, mwanamke ana asilimia 35, kisha asilimia zilizosalia ni zile ambazo hazijulikani, asilimia 10, lakini asilimia 20 ni kutokana na mienendo na mifumo ya kimaisha ambayo watu hawa watakokuwa wanaishi. Sasa kabla sijakwambia ni sababu zipi ambazo zinamfanya mwanamume ashindwe kumtungisha mimba mwanamke, nataka nikuelezee kidogo ili uweze kujua ni mwanaume gani ambaye anaweza kutungisha mimba. Ili tukianza kumzungumzia mwanaume ambaye hawezi kutungisha mimba, uwe tayari unaelewa kwamba anaweza kutungisha mimba yuko hivi. Kwa hiyo ukiona kitu ambacho si cha kawaida au hali yoyote ile ambayo ni ya utofauti, moja kwa moja unaelewa kwamba huyu hawezi kumtungisha mwanamke mimba kwa sababu hii. Unaelewa ugumba wake umetokea wapi. Kwa mwanamume kamili ambaye anaweza kumtungisha mwanamke mimba, lazima awe ana vitu vifuatavyo. Cha kwanza kabisa, mwili wake lazima uwe una uwezo wa kuzalisha homoni za namna 5 ambazo ni muhimu zaidi katika mfumo wake wa uzalianaji na kuweza kumtungisha mwanamke mimba. Kwa hiyo katika hizi homoni 5, ikitokea moja haipo sawa au haipo, mwili wake hauwezi kuizalisha hii homoni au ana shida yoyote ya kiafya ambayo shida hiyo inamfanya ashindwe kuizalisha hii homoni, mwanaume huyu kwake yeye inakuwa ni ngumu kumtungisha mwanamke mimba. Hapa tunazungumzia homoni za namna 5, na homoni ya kwanza tunazungumzia homoni za gonadotropin releasing hormones. Kwa hiyo hizi homoni mwanaume yoyote yule lazima mwili wake uwe una uwezo wa kuzizalisha, na homoni hizi huwa zinazalishwa na hypothalamus. Kazi ya hizi homoni inakuja kutuzalishia homoni 2, ambazo homoni hizo ya kwanza ni follicle stimulating hormone. Kazi yake ni kuja kufanya spermatogenesis au mchakato mzima wa uzalishaji wa mbegu. Lakini homoni ya pili ni luteinizing hormone, ambayo luteinizing hormone hii yenyewe itakuja kuzalisha testosterone, itazalisha homoni ya kiume, ambayo hii testosterone itakuja kutuzalishia mbegu, inafanya kazi ya sperm production. Kwa mpaka hapo tumepata homoni 3. Ya kwanza ni gonadotropin releasing hormone ambayo lazima tuwe nayo. Mbali na hii lazima tuwe na follicle stimulating hormone ambayo hii itazalishwa na anterior pituitary gland, tezi ya mbele ya pituitary, pamoja na luteinizing hormone. Lakini mbali na hizi lazima tuwe na testosterone ambayo yenyewe kazi yake ni kuja kuzalisha mbegu sasa, ama tunasema manii. Tukiachilia mbali homoni hizi, tunayo homoni ya mwisho ambayo inaitwa inhibin B hormone, ambayo kazi kubwa ya hii hormone ya inhibin B, kazi yake yenyewe ni kuja kucontrol level ya follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone huwa ana level yake ya kuzalishwa. Kwa hiyo kuna level akifikia inabidi asizalishwe zaidi. Kwa hiyo tunafanyaje ili asizalishwe? Tunamtumia huyo hormone wa inhibin B.